Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Tukufu Islam, tujiandae na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwani maandalizi ndio kitu pekee cha kuleta mafanikio katika jambo lolote. Bila maandalizi hatuwezi kufanikiwa chochote kile. Hata wanaofanya maovu kwanza wanajiandaa, wanaweka mikakati mpaka kufikia maovu yao. Je, sisi ambao tunataka kufanya jambo jema kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa hiyo lazima tujiandae. Jambo la mwanzo, tuwe na nia njema. Kila mmoja awe na nia njema ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, aweke nia katika nafsi yake kwamba atafanya yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo wasia wa Imamu Ahmad kwa mtoto wake Abdullah, anamwambia inwil khaira, tia nia ya kheri, ya kufanya kheri. Kwa mimi ikifika Ramadhani nitatoa sadaka, nitalisha maskini, nitasoma sana Qur'ani, nitafanya hivi, yani yale mambo ya kheri. Na hii ina faida yake kubwa sana kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hutoacha kuwa katika kheri maadamu umetia nia ya kheri. Hata ile jambo ambalo pengine labda sitoweza kulifanya, itatokezea hili, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa sababu tayari ushaweka nia njema. Jambo la pili, tuweke mkakati, mpango. Lazima tuweke mpango kazi. Ikifika Ramadhani, mimi nitakuwa mengine asubuhi nafanya hivi, jioni nafanya hivi, usiku nafanya hili. Lazima ujiwekee mpango kazi. Bila kujiwekea mpango kazi, basi mwezi mtukufu wa Ramadhani utakuja, halafu mafanikio yatakuwa ni madogo kabisa. Ndugu zangu Waislamu, tusiingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kimazoea, tuingie kwa kujiandaa. Na maandalizi basi ni kujipangia mikakati maalum kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama jambo la tatu, basi ndugu zangu Waislamu, ni kusafisha, kujisafisha na madhambi. Haya madhambi ni sababu ya kuwa mtu hawezi kufanya mema. Kutokana na uzito wa madhambi, mtu anataka kusoma Qur'an lakini hawezi. Mtu anataka asali sunna hawezi, kwa sababu ya madhambi aliyonayo. Kwa hiyo hichi kipindi kilichobakia ni kujisafisha kabisa. Lakini na dhambi kubwa kabisa ni ushirikina, lakini pia kuondoa mashonde katika nafsi zetu, kuondoa chuki katika nafsi zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tuftahu abwabul jannati yawmul ithnain wa yawmul khamis, inafunguliwa milango ya pepo siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Fayughfaru, hapa watu husamehewa, hutolewa msamaha kwa watu, isipokuwa watu wa aina mbili, mshirikina na yule ambaye ana ugomvi baina yake na ndugu yake, mpaka wapatane. Wakipatana basi wanasamehewa. Sasa itakuwaje siku ya Ramadhani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hutoa msamaha kila usiku wa Ramadhani, lakini hawa watu wa aina mbili? Sasa usije ukaingia katika Ramadhani hali ya kuwa una ugomvi baina yako na ndugu yako. Safisha moyo wako ili Allah subhanahu wa ta'ala akupe uwepesi wa kutenda mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wassalamu.